majina naitwa Anderson Bahati. Siku ya leo tumepata semina kutoka kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Tumepata elimu, mapato hayo yanatumika kulipa mishahara ya walimu, kujenga majengo, kujenga miundombinu kama barabara, madarasa. Na tumepata elimu kuwa tunahitaji kudhibiti magendo na kuwa wazalendo katika taifa letu la Tanzania. Kwa majina yangu naitwa Esther Gabrieli Katumbi, ni mwanafunzi wa Bomani Sekondari kidato cha 4. Kwa mimi hii ni mara yangu ya kwanza kupata elimu ya mapato. Pia nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza jinsi ya kulipa kodi na kudai risiti. Faida za kulipa kodi: kwanza, inasaidia serikali kutupa huduma za kijamii, mfano inatujengea barabara, inatujengea shule na pia inatusaidia kwenye mambo ya kiafya. Nitakuwa balozi mzuri huko nje wa kudai risiti. Kwa majina naitwa Angel Makula Kibese, natokea shule ya sekondari Bomani. Tukiweza kulipa kodi, serikali inaweza kututengenezea barabara, inaweza kutuletea umeme vizuri na kuweza kutujengea rasilimali mbalimbali. Majina naitwa Vivian Sura Magesa, nasoma kidato cha 2. Niko hapa kutoa shukrani kwa kuonana na ofisi ya TRA. Maana nilikuwa nasikia kwenye redio tu. Yaani ni matumaini yangu, nimefurahi. Yaani nimefurahi, sina namna ya kueleza. Nimejifunza kwamba biashara ya magendo ni hatari na inabidi tuwe wazalendo ambao tunapenda nchi yetu na tunampa rais ushirikiano. Majina naitwa Theresia Jackson Mamoli, nasoma shule ya sekondari Mkende. Kwa siku ya leo nimejifunza unapokuwa unaona vitu ambavyo havipendezi katika jamii zetu, unatakiwa kutoa taarifa serikalini. Mfano tumejifunza katika mapato ya taifa, tunatakiwa kushiriki kamilifu kukemea vitu viovu ambavyo havifai. Mfano bidhaa zinatoka Kenya zinaletwa Tanzania bila kutoa kodi. Kwa hiyo tunatakiwa shughuli zote tunazozifanya zipitie katika mikono ya serikali. Kwa majina naitwa Chacha Amos Matiko, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Nkende. Kwa siku ya leo nimeweza kujifunza kuhusiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mamlaka ya Mapato Tanzania inazo faida mbalimbali. Faida mojawapo, inatuwezesha sisi wanafunzi katika shule yetu kupata elimu bure, lakini pia kupata mikopo mbalimbali katika elimu za juu. Sasa tumekuja na mada mbalimbali hapa. Nitawakabidhi wenzangu, watachambulisha afu wataelezea kitu ambacho tunataka mtusaidie, ili mnapoenda tena kwenye majumba yenu huko mtaani na nyie mnatusaidia, na mkishatusaidia maana yake mtaweza kuisaidia serikali iweze kukusanya mapato ya kutosha na nyie muweze kupatiwa huduma nzuri ya elimu, ikiwa ni pamoja na elimu bure, lakini vile vile walimu wetu waweze kupata mishahara, lakini vile vile hata sehemu ya kusomea mazingira yetu ya shule yao mazuri. Sawa Yeah. Sasa serikali isipokusanya mapato haya yote ambayo tunahitaji, hatuwezi kuyapata. Ndio maana sisi kama Mamlaka ya Mapato Tanzania tuna kauli mbiu moja tunaipenda. Tunasema kodi yetu maendeleo yetu. Serikali ikikusanya kodi, yale yote ambayo tunayataka mimi na wewe tutaweza kuyafikia. Na amesema mwenzangu, manufaa ya kulipa kodi ni pamoja na elimu bure, huduma za kijamii, maji, barabara, mikopo, lakini ajira. Walimu wetu wanatufundisha hapa, wameajiriwa, wanalipwa mshahara. Tunahitaji vitabu, tunahitaji majengo. Yale yote tunayoyaona kama maendeleo ya serikali yanahitaji serikali ikusanye mapato. Lakini leo tumekusanyika hapa, tuna amani katika taifa letu la Tanzania, ni kwa sababu serikali inawekeza gharama kubwa kulinda usalama wa nchi yetu. Sawa? Kwa hiyo kodi ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo leo tuko hapa kuwaeleza umuhimu wa kulipa kodi, na nyie kama wadau wa Mamlaka ya Mapato Tanzania mnatakiwa kushirikiana na serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania ili serikali iweze kukusanya kodi. Swala la pili ambalo tunataka mtusaidie ni kwamba mkoa wa Mara kulingana na mazingira yake umepakana na nchi ya jirani ya Kenya. Sasa watu ambao sio waaminifu, sio wazalendo wa taifa letu la Tanzania,
wanaihujumu Tanzania kwa kutofuata utaratibu wa kiforodha, maana yake hawapiti katika njia ambazo zimehalalishwa. Na kitendo hicho cha kuingiza au kutoa bidhaa nchini bila kufuata utaratibu wa forodha, bila kupita mlango wa kiforodha, wanakuwa wamefanya kitendo kinaitwa magendo. Naomba tamke yote magendo. Magendo ni mtu kuingiza au kutoa bidhaa nchini bila kufuata utaratibu wa kiforodha. Serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania inalo jukumu kuu moja: kuratibu shughuli zote za uingiaji wa bidhaa kutoka nchi jirani kwa mkoa wa Mara na wilaya yetu ya Tarime ni Kenya, na utokaji wa bidhaa ndani ya Tanzania kwenda nchi jirani ambayo ni Kenya. Sasa serikali imetoa maelekezo kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania kusimamia swala hilo, ambalo sasa kwamba bidhaa zote hazitaruhusiwa kuingia ndani ya nchi ama kutoka nje ya nchi pasipo kufuata njia rasmi. Njia rasmi ni zipi? Ni vituo vya forodha vilivyorasimishwa. Kwa mkoa wa Mara tumepakana na Kenya, tuna vituo vikuu vitatu. Silali mpakani, mnapajua, upande wa pili panaitwa Hispania, lakini kwa wale wanaotokea Bulega kuna kituo cha Bulega, na kwa wale walioko wilaya ya Rorya kuna kituo cha Kirongwe. Vituo vyote hivi ni vituo rasmi ambavyo wewe mwananchi, na wewe ni mwananchi mtarajiwa, kwa sababu leo huko hapa kama mwanafunzi, baada aliyeko form 1 anahitaji miaka 4, aliyeko form 4 leo hapa ni ndani ya mwaka huu atakuwa amemaliza. Ukitimiza miaka 18 ushakuwa raia. Usipoendelea na masomo utaingia kuwa kwenye soko la ajira huria, utaamua kujiajiri au kwenda sehemu nyingine kujiendeleza. Sasa tunakutegemea utakapofika umri huo, ama kwa sasa ambapo unaweza ukaagizwa na mzazi wako kwa niaba ya mzazi kufuata bidhaa nchi jirani, usipite njia ambayo sio rasmi. Tunakuhamasisha pita njia rasmi ili uweze kuingiza bidhaa kwa mujibu wa sheria na zile ambazo zimekaguliwa na kupewa ithibati na taasisi za ubora.